Wananchi wa Mpendai Bondeni, shehia ya Binti Hamrani, wamelalamikia hali mbaya ya barabara za ndani zinazopatikana katika eneo hilo kufuatia kuwepo kwa mashimo makubwa yanayosababisha usumbufu wa usafiri hasa nyakati za mvua. Njia yetu inatuathiri sana kwa sababu hata watoto wa skuli katika mashimo hayo wanapita wanaangusha pesa, wanaangusha mabuku, kila kitu. Kwa hivyo tunaomba, maji yanaingia mpaka ndani. Nyumba ndio ilikuwa ziko juu, sasa hivi zote zimezama. Chemba yetu haiko mbali na hapa, ni maili moja tu kutoka sehemu yenyewe tunahitajia kufanywa hiyo njia yenyewe, hata panapoingia maji katika mtaro kupeleka Pwani. Kwa hivyo tunaomba heshima, tunashukuru kwa sababu jimbo la Mpendai limejengwa vizuri sana. Tusiambie kama tumekata shukrani. Tunashukuru sana, lakini hichi kipande hichi kinatuathiri hata kuliko wale jengo huko mbele zaidi. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa yoyote anotusikia ajitahidi, tunamuomba. Na hata kama hapana uwezo zaidi, na sisi wenyewe pia tukaamba tuchangie wananchi, tuko tayari kwa sababu tunaathirika vibaya na watoto. Hatua ya muda imechukuliwa na mbunge wa jimbo hilo la Mpendai, Mheshimiwa Kassim Salum Morgan, kwa kuweka kifusi katika barabara hizo ili kupunguza athari za mashimo hayo, huku wananchi wakihimizwa kuwa na subira wakati viongozi wa jimbo hilo wakiendelea kushughulikia ombi la ujenzi wa barabara ya kudumu serikalini. Akizungumza na ASAM Online TV, katibu wa mbunge wa jimbo la Mpendai, Kombo Juma Maalim, amesema ofisi ya mbunge iko tayari kupokea na kushughulikia changamoto za wananchi kwa haraka pamoja na kuziwasilisha kwa mamlaka husika ili zipatiwe ufumbuzi wa kudumu. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kushughulikia hii changamoto ambapo wananchi tayari wameshaelezea kero yao ya madimbwi ya maji ya mvua ambayo yanakaa katika barabara hizi ambazo bado hazijatengenezwa katika shehia hii ya kwa Binti Hamrani. Kwa hiyo wananchi walimtafuta mheshimiwa mbunge, wakasema awasaidie at least kuweza kuzibwa tu yale madimbwi makubwa ili maji yaweze kuelekea sehemu nyingine ili yasiingie katika majumba. Na bahati nzuri mheshimiwa mbunge msikivu kwa wananchi wake ameweza kulishughulikia hili jambo, na kama tunavyoona leo wananchi wamejitokeza na wao katika kutandaza hili fusi. Kwa hiyo tunaelekea pazuri katika kuweza kuyadhibiti yale madimbwi makubwa ambayo yanahatarisha afya za wananchi kwa kusababisha kutuama kwa haya maji ya mvua kama walivyoelezea wenyewe wananchi. Lakini lingine ni yombe tu serikali kupitia Wizara ya Ujenzi, kama walivyosema wananchi, katika hii jimbo la Mpendai miundombinu mingi imetengenezwa barabara. Tunashukuru Mheshimiwa Rais, lakini tunamshukuru pia wizara. Lakini katika hii shehia kwa Binti Hamrani bado kuna njia nyingi hasa hizi za ndani hazijanufaika na hii miundombinu ya barabara. Kwa hivyo tumesikia kilio cha wananchi wakazi wa eneo hili wa shehia hii. Kwa tunaomba tu serikali kupitia sisi uongozi wa jimbo kupitia ofisi ya mbunge tunaungana na wananchi kupeleka kilio chetu au changamoto yetu katika shehia hii ya kwa Binti Hamrani, ili sasa serikali na waweze kutusaidia kuweza kutengezwa hizi njia za ndani. Lakini mwananchi mmoja hapa alisema hata kama tutakosa barabara basi tuweze kutengezewa mitaro ili haya maji yaweze kwenda katika chemba kuu ambayo ipo karibu tu na hapa. Kwa hivyo mimi kama mwakilishi wa mheshimiwa mbunge niwashukuru kwanza wananchi wote, mabalozi, viongozi wa chama pamoja na wananchi kwa kuweza kutoa changamoto yao kwa ofisi ya mbunge na mbunge kuweza kuifanyia kazi kwa wakati. Lakini niwashukuru na kuwapongeza kwa mashirikiano yao. Baada ya tufusi kuwekwa, wao wenyewe wakawa wapo tayari kuweza kujitolea kuweza kulitandaza hili fusi, na mpaka sasa hivi tunaona mambo yanaenda vizuri. Na mimi kwa niaba ya mheshimiwa mbunge niwaahidi tu wananchi, sio tu wa shehia hii kwa Binti Hamrani, wananchi wote wa jimbo hili la Mpendai, changamoto yoyote ambayo wanahisi hii inamstahiki kupelekewa mheshimiwa mbunge watuletee, na sisi kwa uwezo wetu japo mdogo tutalifanyia kazi, sababu ndo lengo letu ili kuweza kuwatumikia wananchi wa jimbo hili la Mpendai, ili kuweza kumuunga mkono mheshimiwa rais wetu kipenzi wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi.
Baadhi ya wananchi wa Biti Hamrani wameishukuru serikali kwa juhudi za kuleta maendeleo katika jimbo hilo, wakieleza kuwa uwekaji wa kifusi utasaidia kupunguza mkusanyiko wa maeneo hayo na kuzuia maji kuingia majumbani wakati wa mvua. Sisi kero yetu kubwa ni maji. Hata kama itakuwa imetokezea hatujatiliwa hata hiyo barabara, upite mtaro tu kutoka huku mpaka kwenye chemba ile barabarani, manake sio mbali sana. Kero ni maji. Kitizana sasa kipindi cha mvua hichi, matumbo, watoto hawa wanaenda zao skuli, chuoni, wakirudi wote wameroa, wanachezea topi majiani tafrani. Kiufupi sisi tunataka tutiliwe mtaro, hata kama itakuwa bajeti ya njie ni kubwa, lakini japo kama mtaro kadogo unotoka hapa kuelekea kule barabarani kwenye chemba kuu. Viongozi wetu nashukuru wanajitahidi, kama tunavyoona pale nyuma wametuwekea, wanatuzidia kutuletea mafusi tunajaza, lakini mwisho wa siku tunajaza fusi inatokezea sehemu nyingine shimo. Unajaza hapa fusi, maji yanakaa sehemu nyingine, yanakuwa ni yale yale. Lakini ingekuwa vizuri kama itakuja gari hapa kukaparwa kutoka huku mpaka kule, kukawekwa slope ya kushushia maji. Kule wenzetu juu wametengenezewa njia fresh. Sasa yale maji yanotoka kule juu yanashuka huku kwetu sisi, yanatuathiri sisi. Wao kule sasa hivi kuko fresh, sasa maji yanateremka huku kwetu sisi. Ni athari kubwa sana kwa sababu maji yanaingia mpaka majumbani. Tunashukuru mbunge anatuona vizuri, tunaongea na yeye, tumeelezea shida zetu, kajitahidi katuletea fusi limewekwa pale na vijana wanaendelea kuweka. Maka hapo tulikuwa na shida sana ya njia hii kutokana na maji, muda mrefu sana tunapata shida. Gari hazipiti, basikeli hazipiti, hata kwa miguu watu hawapiti. Lakini mbunge tukamwomba na tunashukuru sana, katufanyia, katuletea gari karibu 3 hizi. Kwa hivyo sasa hivi nasambaza hapo kidogo, tunashukuru alhamdulillah. Lakini zaidi tunaomba njia hii kama na uwezekano upo itizamwe. Maombi yetu sisi tunasema kuhusu njia yetu ya Mpendae Bondeni kwa Biti Hamrani. Mpendae Bondeni kwa Biti Hamrani sasa hivi mvua hakukaliki, kwa maji ya mvua yanataka kuingia ndani ya majumba. Lakini na pia tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutuletea kifusi kwanza cha kuziba mashimo. Tunamshukuru sana, na watu ndio wamo kazini sasa hivi kutuzibia angalau mashimo tu. Mpaka sasa hivi tukijengewa njia zetu za ndani itakuwa suluhisho la kuwa maji yasikae uwanjani kwetu, kwenye majumba yasiingie, na halafu ikisha pia tutiliwe na mtaro, tuna chemba yetu pale kwenye njia kubwa ya barabara kubwa ile ya Jang'ombe. Maji ende kwa kule, ipo chemba kubwa sana. Hizi ni ripoti za ASAM. Nyuma kamera Abdullahi Abdallah, Fatma Benard, ASAM Online TV.